Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Kwa hiyo yale mema ambayo tumekwenda kujidhiki nafsi zetu na miili yetu, tunapaswa tuendelee nayo kwa kipindi cha maisha yetu yote. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Wizara ya Fedha katika mamlaka ya usimamizi wa fedha Tanzania TIRA. Kwa sasa hivi mwamko ni mkubwa, watu wanaelewa kuhusu bima, imekuwa sio shuruti kama zamani. Watu wanaelewa vizuri sana nini maana ya bima na faida za bima. Na tunaona hata ofisini kwetu watu wanakuja wenyewe direct kukata bima zao zitakapokuwa zimeisha. Hakuna sababu ya kuwakumbusha. Wenyewe wanatambua kwamba sasa bima yangu imekwisha na sasa ni muhimu kukata bima. Tumeona bima za magari zinafanya vizuri, bima za moto zinafanya vizuri, bima za afya zinafanya vizuri na bima pia za maisha zinafanya vizuri. Pamoja pia tunaona wakandarasi wakata bima kwa wingi sana, matransporta wakata bima kwa wingi sana. Kwa ujumla ninashukuru kama nilivyosema awali serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mamlaka ya usimamizi wa bima ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha kwa juhudi kubwa wanazozifanya kupitia sisi taasisi mbalimbali za bima. Katika miaka minne ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan imefanikisha kwa kiwango kikubwa ukuaji wa bima Tanzania. Tumeona sasa hivi bima imekuwa hadi na mawakala katika maeneo ya mitaani kabisa, kwamba bima imekuwa sio bidhaa adimu kuitafuta. Bima inapatikana kila pembezoni mwa Tanzania. Bima inapatikana hata kwenye simu, bima inapatikana kwenye taasisi za fedha kama mabanks, na bima pia imekuwa, mawakala wamekuwa wengi, madalali wamekuwa wengi na makampuni pia yameongezeka. Kwa hiyo mwitikio wa bima na ukuaji wa bima katika nchi yetu ya Tanzania kwa sasa katika kipindi cha miaka minne imekuwa kwa kasi kubwa sana. Na sisi kwetu imekuwa ni nafuu kwa sababu hatutumii nguvu kubwa sana kuipeleka bima sokoni. Wananchi wakubwa kwa wadogo, wanaume kwa wanawake, wote wanaelewa umuhimu wa bima. Changamoto kubwa ni kuipeleka bima vijijini, kwa sababu bima imekuwa kama bidhaa za mijini, na kuna baadhi ya bidhaa kama bidhaa za kilimo inatakiwa serikali iongeze nguvu sana kwenye bima za kilimo, agriculture na crops pamoja na animal. Hapo ni maeneo ambapo inatakiwa serikali izingatie kuwekeza katika bima ili kulinda nguvu kazi ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo mimi kama mtaalamu wa bima ninaishauri serikali sikivu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka nguvu sana katika bima za kilimo, bima za mifugo, pamoja na kuweka nguvu kubwa sana kwenye bima za afya. Sasa kupitia 255 Global Radio, pata taarifa, maarifa, matukio na burudani kupitia vipindi vyetu vya kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa katika vipindi vyako bora kabisa. Kwa habari na mijadala ya kisiasa, usikose kuungana na Front Page kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi. Kwa habari za kimichezo utazipata ndani ya Cross Dongo kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Kwa habari za kijamii ungana na Waswahili ndani ya Kata Mbuga kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 8 mchana. Sisi tatu hajui walipofika tu wakaanza kubomba. Kwa wale wapenda udaku na habari za ndani za wasanii, usikose kufuatilia Hotpot kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 9 alasiri. Na kwa simulizi na mapito ya kimaisha, usikose kufuatilia Mapito kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 10 jioni. Interview za wasanii na burudani, usikose kufuatilia Bongo 255 kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 11 jioni. Hatujasahau ujio wa kizazi kipya katika burudani, tunawakuza kupitia Funky Friday kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12 jioni. Ni kila siku ya Ijumaa. Na kwa mawaidha ya dini ya Kiislamu, usikose kufuatilia Ijumaa Adhim kuanzia saa 9 mpaka saa 10 jioni. Hayo yote utayapata mubashara kupitia Global Radio na Global TV. Global Radio, radio yako kiganjani mwako. +255 Global Radio.